Wanayanga nadhani mtakuwa mnamtambua vyema mwamba huyu. Wanamtibwa nadhani mtakuwa mnamtambua vyema mwamba huyu. Mwamba huyu alishawahi kucheza katika klabu ya Young Africans yenye makazi yake jijini Dar es Salaam na kuonesha kiwango cha hali ya juu katika klabu hiyo, na ndiyo timu pekee ambayo alidumu kwa muda mrefu sana, takriban misimu mitano mwamba huyu kuhudumu katika klabu hiyo. Amecheza mpaka muda wake wa kuondoka hapo Young Africans ulipofikia tamati, mwamba huyu akaamua kuondoka na kwenda kusalia katika vilabu vingine. Je, unamjua ni nani? Basi usijali, fuatana nami kuanzia mwanzo mpaka tamati ili kumjua kiundani zaidi. Najua unataka kumjua ni nani. Basi usijali. Mwamba huyu alizaliwa Aprili 22 msimu mwaka 1992 huko Sumbawanga, Tanzania. Ana urefu wa mita 1.83. Nafasi yake uwanjani anacheza kama defender. Ni miongoni mwa walinzi ambaye wanaifanya vizuri katika ligi kuu ya NBC Premier League. Sio tu kulinda, hata pasi anatoa, bali hata goli anaweza kukupatia. Je, unamjua ni nani? Usijali, fuatana nami kuanzia mwanzo mpaka tamati ili kumjua mwamba huyu. Msimu wa mwaka 2011 mpaka 2015 alibahatika kujiunga na klabu ya Mtibwa Sugar yenye makazi yake huko mkoani Morogoro alikozaliwa Tanzania 1 Aishi Salum Manula, Shiza Ramadhani Kichuya, Kibwana Shomali na wengine wengi mafundi wa kabombo. 2015 alivyoachana na klabu ya Mtibwa Sugar akaamua kujiunga na klabu ya Young Africans yenye makazi yake jijini Dar es Salaam baada ya kuonesha kiwango bora cha kuvutia katika klabu ya Mtibwa Sugar yenye makazi yake huko mkoani Morogoro. Na katika klabu ya Yanga alidumu takriban misimu mitano na kuonesha kiwango cha hali ya juu katika timu hiyo, na baadaye baada ya msimu kutamatika, mwamba huyu akaamua kuondoka katika klabu ya Young Africans yenye makazi yake jijini Dar es Salaam msimu mwaka 2020 mpaka msimu mwaka 2022. Mwamba huyu akaamua kujiunga na klabu ya KMC yenye makazi yake jijini Dar es Salaam. Ni miongoni mwa wachezaji aliyekuwa anafanya vizuri sana katika ligi kuu ya NBC Premier League, lakini alishawahi kupata tuzo mbalimbali, tuzo ya mchezaji bora wa mechi, lakini pia tuzo ya beki bora wa mechi. Lakini pia mwamba huyu alishawahi kucheza katika timu ya taifa kwa mara ya kwanza, ilikuwa msimu mwaka 2016 ambapo Tanzania ilikuwa inacheza na timu ya Uganda. Na mpaka hivi sasa mwamba huyu akikadiriwa kucheza katika timu ya taifa mechi takriban 20, huku hakubahatika kuingia nyavuni hata mara moja. Basi kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Mwandaaji wa makala hii na kuletwa kwako na mimi Razak Mkuluma. Hii ni Simulizi Dhahiri TV. Usisahau ku like, kushare, kucomment na kusubscribe ili kuwa wa kwanza kujipatia nyakala mbalimbali za wachezaji, lakini pia na vilabu mbalimbali.